Tumeamua tutengeneze kikundi cha uasi. Ndugu wa Tanzania, kwa hali ilivyo katika taifa letu, nchi yetu upendo Tanzania, na matukio yanayozidi kuendelea katika taifa letu la Tanzania, na uovu ambao polisi wa Tanzania wanaoendelea kutekeleza wakikitetea chama kimoja cha CCM. Hivyo basi, tukikumbuka ndugu zetu waliouawa tarehe 29 mwezi wa 10 mwaka wa 2025, tumeshindwa kulala na tumeshikwa na msongo wa mawazo. Hali hii imezidi kuwa kidonda ndugu katika taifa letu la Tanzania au katika moyo wa Tanzania. Hivyo basi, tumeamua tutengeneze kikundi cha uasi ambacho kitakuwa ni kikundi cha kutetea wananchi wa Tanzania. Tumeamua tujitokeze wazi, bila uoga, bila kuwa waoga kwa lolote lile, kwa sababu tumevumilia kwa muda kuona kwamba serikali hii haramu itajirekebisha au itajiita mkutano na kutaka kujua wananchi wanadai nini. Lakini bado kila kunapokucha wamekuwa wakiwaumiza wananchi, wakitia hasira kwa mioyo ya wananchi. Polisi wamekuwa wakiwateka wananchi, polisi wamekuwa wakiwabaka dada zetu, polisi wamekuwa wakiwabaka dada zetu na kuua watu na kuwapiga watu bila sababu. Hawajajiita mkutano wakajihoji kwa mauaji waliofanya tarehe 29 mwezi wa 10. Hawajajiita mkutano wakajiuliza ama wakatafuta makosa yao, ili hali wamekuwa ni watu wa kusifiwa pale wanapofanya mauaji. Ndugu wananchi, ninaombeni kikundi hiki kinapokuja kwenu, sio kikundi cha kuangamiza wananchi, sio kikundi cha kutishia maisha ya wananchi. Ijapo polisi watakanusha habari hizi na kutuita majambazi, waahini, ila sisi tumekubali kuitwa waahini kwa sababu ya nchi yetu. Kwa sababu polisi wamekuwa wakiwakamata watu na kuwapandikizia vesi vya uongo na kuwapandikizia kesi ya uahini. Basi neno uahini limekuwa neno la kawaida kwa jeshi la polisi. Tunachojua kwamba muahini ni mtu ambaye ameamua kuipindua serikali ama kumtoa rais madarakani. Ila sisi ambao tunaitwa waahini, tunapopinga uovu tunaitwa waahini, tunapandikishwa kesi za uongo. Basi tumeamua tujitokeze hadharani ili tuwe waahini kamili. Polisi anaponiua, polisi ni hivi, tumefuta, tunaanza upya, tunakuja. Na safari hii hatupigi hodi, tunakuja kama mazombi. Tunakuja. Ni hivi, hii ngoma hii paka kieleweke. Tunakuja. Genze, tunakuja. Nchi yetu tunaitaka. Uhuru wetu tunautaka. Katiba mpya tunaitaka. Ile ya Warioba. Hatuombi. Tunataka. Tunakuja upya. Mjiandae huko. Mjiandae kwa lolote. Tunakuja. Hatuji kinyonge. Mtakavyo tupokea tutakuwa hivyo hivyo. Kwa kweli tunakuja. Tuseme tu kwamba tunakuja. Tunakuja. Mjiandae kutupokea. Mulilo na jeshi lako. Tunakuja. Samia na serikali yako haramu. Tunakuja. Na safari hii tunakuja zaidi ya mwanzo. Take it from me. Tunakuja. Jipangeni zaidi ya mwanzo. Tunakuja. Damu za ndugu zetu haziwezi kwenda bure. Kama mliua ndugu zetu na mkatupa tunachokitaka, ilikuwa tumemalizana. Lakini damu ya ndugu zetu haziwezi kaenda bure. Haziwezi kaenda bure. Zile damu ni ukombozi wa hili taifa. Zile damu tutanyamaza kama ukombozi utapatikana kwenye nchi. Tunakuja. Samia, jipange. Tunakuja zaidi ya mwanzo. Ongezeni ulinzi kwenye vituo vyenu vya polisi. Ongezeni ulinzi kwenye majumba yenu. Ongezeni ulinzi. Kwa sababu tunakuja, sio kitoto. Dorothy Gwajima ni kati ya wanawake ambao nina wa respect sana.
Ni wanawake ambao ni wameshawahi kuwa viongozi na nikawafikia. Yes. Nimeshawahi kuongea na wewe mara kadhaa. Ila sikutambui kama waziri kwa sababu mimi hii serikali ni serikali haramu. Kuna kitu tu leo natamani niongee na unisikilize vizuri. Hizi drama mnazozifanya kwenye mikopo ya 10%, Mungu anawaona. Gwajima, wewe unamcha Mungu, Mungu anakuona. Hizi drama mnazowafanyisha hawa wamama wa watu, ni bora mkawaacha waendelee na kausha damu zao. Wanajua wanaishi vipi na hizo kausha damu. Huni mnaoutengeneza unawaumiza hawa wamama. Mwaka jana mimi niliapply hiyo mikopo baada ya kufanya mkutano na kuongea na hao watu ambao wanahusika. Na mimi niliapply kwa sababu maneno ni mengi, nikataka kudhibitisha. Niliambiwa sesi hakuna mkopo, hizo ni drama. Nikasema hapana, acha nijaribu mwenyewe. Nikiwa pale Makuburi, mama maendeleo anaitwa Teddy. Wewe mama ulaaniwe na kizazi chako. Wewe mama ni mama wa hovyo. Afisa maendeleo unanuka rushwa. Afisa maendeleo mama maendeleo wa hovyo kuliko wote ambao nimewahi kuwafahamu. Umekula pesa za wamama wengi hapo Makuburi. Na mwisho wa siku umewaacha na machozi. Machozi yao hayatoenda bure. Shawahi kumfuata Gwajima nikamuuliza mara kadhaa. Akanieleza njia za kupita, nilipita zote. Lakini hii mikopo, kama kuna mwanamke bado anaiangaikia, hii mikopo ni drama. Hii mikopo ni karata tatu. Hii mikopo ni betting. Una beti. Wanachokifanya hiki ninachokuambia sasa ndio 100% kina ukweli. Wanatangaza bilioni 200 za vijana, sijui ni bilioni 10. Wanawaitisha na kwenye ule mfumo wao unajaza siku kuanzia milioni 10 sio mpaka milioni 100. Unachokitaka ni kuanzia milioni 1 mpaka milioni 100. The end of the day wanawasumbua ndani ya mwaka mzima, wa mama njooni huku, njooni huku. Na mimi nilisumbuliwa sana. Nilitoa rushwa sana. Kwenye shida bwana unakubali, ni dhambi ambayo nilifanya. Mara anakuambia njoni nikuandikie katiba ile mnampa shilingi 100,000 sijui. Anakuambia tena sijui andiko la biashara 200,000 si 100,000. Vikundi vyote amevifanyia hivyo Teresia. Mwisho wa siku mnakuwa na ile nenda rudi 1 year. Nataka niwathibitisheni ndani ya mwaka mzima mnatafuta hizo pesa. Na mwisho wa siku katika vikundi 200 ambavyo wao wanaviona, wanawapa vikundi 20 au 30. Havizidi. Na wanavyowapa sijui wanakuwa wana mikataba nao gani. Lakini nataka nikwambie waziri, wewe mama Gwajima, hiki kitu unakifanya ni dhambi kwa Mungu. Kwa sababu unafanya uongo na ukijua ni uongo, vijana watapata mikopo, sijui vijana watasaidiwa nini na nini, wanawake sijui nini, kumbe ni uongo, ni drama, mnatengeneza michezo ya kihuni. Mwisho wa siku walikuja kutukagua mara ya kwanza, mara ya pili na mpaka mara ya mwisho tukafanya kila kitu, tukakata leseni. Zunguka tumetumia almost 500,000 na point, kikundi changu mimi kimoja. Kuhonga kwao wao, mara nataka hiki, nataka hiki. Mwisho wa siku gharama za stationery nenda rudi, gharama za mtaalamu yani tumetumia gharama kubwa na mwisho wa siku hakuna aliyepata chochote. Mnawatengenezea wamama depression na vijana. Acheni uhuni mnaofanya. Gwajima, acha uhuni unaofanya. Huu ni uhuni unafanyika na unajua ni uhuni, ni uongo. Kwa nini unaendelea kuwasumbua hao wamama? Kutana na wale wamama pale Makuburi wanalia. Wameumia. Wale ambao wako CCM sasa ndio wanaopewa. Wale ambao wako CCM, wale yale mashangingi ya CCM yale ndio wao wanapewa hizo pesa. Wanawachagua kati ya wale wanawapa. Mungu anawaona. Waacheni. Mbona hawatatu kuwafuata kusema tunahitaji pesa zenu? Tuacheni.
Hizi kausha damu zetu tunaishi nazo na upatu, miaka inaenda inarudi. Kwa nini mnatudanganya? Kwa nini mnakuwa wahuni? Tumekaa tumetulia kwa sababu sisi hata tusipopiga kura huwa mnapita tu. Sasa kile kipindi ambacho kinaelekea uchaguzi, mnakuja mnadanganya watu, mnakosea. Mnakosea sana. Gwajima nakuheshimu sana. Sana. Lifuatilie sana hili, alafu muache drama. Mkurugenzi wa manispaa, wewe ni mwizi, nilijizi. Wewe wa Ubungo ambaye mimi nilikushuhudia, wewe ni mwizi. Msiwasumbua wa mama. Hilo fungu lenu kuleni wenyewe bila kuwasumbua. Kuna Mungu. Mtalipa. Watanganyika, habarini za asubuhi. Jana niliposti kuhusu Muhimbili na nikapata malalamiko mengi sana. Ni malalamiko ambayo ninayajua yapo. Kwa sababu Muhimbili hawajaanza kuiba leo. Muhimbili ni watu ambao wakatili sana. Ile hospitali sijui ina shida gani. Huduma zao ni hovyo. Sijui kama wanachagua watu wa kuwahudumia vizuri na wengine kuwahudumia vibaya, kwa sababu kuna mtu atakwambia mbona mimi nilihudumiwa vizuri. Una pesa. Lakini Muhimbili ni watu wahudumu wanadharau. Wahudumu hawana utu. Muhimbili kuna shida kubwa sana pale. Kuna shida kubwa. Kama Mchengerwa ulikuwa ujui au unajua hii issue, lakini nataka nikwambie kwamba Watanzania wanaumizwa sana na ile hospitali. Unapeleka mgonjwa leo, ukifika tu utatoa Swift 95 su 180 utaitoa pale. Watakwambia ni vipimo 1 2 3. Ukishatoka hapo utaenda odini. Bila kuhangaika nao, hawatokugusa. Kama una kidonda chako kitabaki hivyo hivyo, ndugu zako waje wateseke wabembeleze kweli, ndio watakuhudumia. Tena kwa udogo sana. Labda wale wenzetu ambao wana pesa zaidi huwa wanahudumiwa vizuri, lakini hawa Watanzania wa kawaida wanapitia mateso makali sana na wagonjwa wao. Na wizi wao mkubwa wanaufanya kwa kutumia control number. Msitufanye sisi Watanzania tunauelewa mdogo kiasi hicho. Kama mnatumia control number. Naomba nirudie tena. Kama mnatumia control number na mmeona mfumo wenu uko vizuri, tunaomba hivi. Tunawaomba. Tunawataka. Tunahitaji mabadiliko ya hivi. Mnaponipa control number ya mgonjwa wangu, ninapoenda kulipia hiyo 3 sijui 800, naomba risiti mnaonirudishia isome jina la mgonjwa wangu mimi. Let's say Cecilia Saleko ndo naumwa. Naomba ninapokuja kulipia control number, ninapokuja kulipia hicho kipimo sijui ni vitu gani, kwa sababu mna vitu vingi mnaandika, hamna hata maelezo ya kutosha. Mtu anakuja pale asubuhi na anakutana na 300,000. Anakutana na 80,000. Analipa. At the end of the day, mgonjwa anaporuhusiwa bado anakutana na bili, anaambiwa anadaiwa 3,600,000. Kila siku nilikuwa nalipia nini? Mbona wakati naingia kila siku nilikuwa nalipa? Mnapompa ile control number anaenda analipia. Sawa. Anaporudi control number ile haiwi na jina la mgonjwa. Naomba niwaongeze ugumu kwenye upigaji wenu. Tunataka hivi, control number mnayonipa mimi ya mgonjwa wangu ninapoenda kulipa, ninaomba isome jina la mgonjwa baada ya malipo. Ninamaanisha ile risiti mlionipa, si imeandikwa Cecilia. Nataka hivi, ninavyopewa risiti, ile control number imeandikwa Cecilia, na ninapopewa risiti, ile risiti iandike haya malipo yamefanyika kwa Cecilia Saleko. Sasa mnatufanya, yani mnatubananga sana, mnatubagaza, yani mnatuona kama vile Watanzania ni mazuzu na wajinga wa kiasi cha juu. Muhimbili, muogopeni Mungu. Wizi mnaofanya kwa wagonjwa, ni wagonjwa jamani. Nafika pale, ninalipa kila kitu,
Mwisho wa siku mgonjwa wangu anafariki, ninaletewa bili kubwa kwamba mgonjwa anadaiwa milioni 4. Na ndio hizo ambazo tulikuwa tunazipigia kelele kwamba niruhusuni nichukue mwili wa mgonjwa wangu. Lakini zile bili zinakuwa sio halali. Mlaani wenyewe madaktari na watu wasimamizi wote ambao mnafanya huu ushenzi kwenye hospitali ya Muhimbili. Kwa sababu tunatumia nguvu kubwa sana kupata pesa ili kunusuru uhai wa wapendwa wetu. Lakini mnafanya mambo ya hovyo sana. Sana. Nimejitoa kwa ajili ya Watanzania. Na nitasema kweli siku zote. Kwenye ujinga na uovu unaoendelea kwenye hizi taasisi, sisi hatuwezi kunyamaza. Yes, situnyamaza mimi. Kwa sababu tunafanya vitu ambavyo vinatuumiza na nyinyi ambao mnavifanya hamjali kabisa. Imagine na mgonjwa, napambania uhai wake. Lakini nyinyi mnanibia tena kupitia huyo mgonjwa. Ukiambiwa Muhimbili kama bili yako umepiga mahesabu ni 800,000, basi jua kabisa uliostahili ni 200,000 tu. Wizi wa hali ya juu. Bila kujali. Huduma za hovyo. Matusi na kejeli kutoka kwa huduma. Mnatuumiza sana. Sana Watanzania. Nilihangaika na mgonjwa wangu hapo. Niliamua kufuatilia. Nikagundua kwamba katika zile bili, ile bili ambayo mmenipatia, kuna wizi wa zaidi ya 200,000. Nilifuatilia kwa block manager, nikaingia kila mahali, ndio kuja kugundulika kwamba kuna mchezo umefanyika hapa katikati. Mkanifukuza na mgonjwa wangu. Mkamwambia mgonjwa atoke. Kwamba mmemdischarge. Akiwa toka ameingia Muhimbili anatokea emergency. Huduma pekee aliyopewa ni kuchomwa sindano 1, kusafishwa kidonda mara 1. Lakini tumelipa zaidi ya milioni. Leo unapewa hii, mnatupa nanili control number, tunaenda tunalipia sindano. Hizo sindano hazimfikii mgonjwa wangu. Mnaniandikia dawa, naenda nanunua, dawa hazimfikii mgonjwa wangu. Mnaandika vifaa, naenda nanunua, havitumiki kwa mgonjwa wangu. Mkikutana, ukiingia hapa, janja zimekuwa nyingi. Tunataka sasa. Hatuombi, tunataka hivi. Mkinipatia control number ambayo inasoma jina la mgonjwa wangu, risiti ni mtakayonipa ya ile 500,000 niliyoitoa isome jina la mgonjwa wangu. Huu wizi mnaofanya, naomba niwape ugumu kidogo. Huenda isiwe ugumu kwenu kwa sababu mna uzoefu wa kuiba. Kwani hospitali ya Muhimbili ni ya taifa kweli? Au ndo hizi tetesi zinazosemekana kwamba ilishauzwa? Hii hospitali sidhani kama ni ya taifa. Sidhani kama ni hospitali ya Tanzania tena. Na hii si imeshauzwa. Lakini kama imeuzwa, mwekezaji anatuumiza sana sana Tanzania. Mungu ibariki Afrika. Mungu ibariki Tanzania. Sasa uongo wa Faza Kitima uko wapi? Baba watu waliongea kila kitu. Madaktari walikuwa wakipokea majeraha, lakini polisi wanaokataza wasiwatibu. Badala yake wawapeleke mochwari, ndio akafia mochwari. Baba watu wenyewe mboga mkaja mkamchamba. UVCCM kulipo hivyo 10,000 vyenu kwa tamaa zenu na njaa zenu, mnashindwa kusema nazo, mkamtukana baba wa watu. Haya, bibi naye yule pale leo kaja kayabwaga kwa kapelekwa mochwari bado mzima, na alikuwa akiwashuhudia wengine wanakufia mochwari. Tangu lini mochwari kapelekwa mtu mzima? Kwa sababu kwanza kuna process mpaka mtu apelekwe mochwari. Iwe sana ushahidi kama kweli huyu kafa, vipimo vifanyike kweli kafa, ndio mtu apelekwe mochwari. Leo hii mtu apelekwa mochwari bado mzima, ana hema, aende akafia mochwari huko. Kwa tahayuri zenu za hao mabosi wenu, wameona sasa hivi wanazidi kuumbuka, wamekataza waandishi wa habari wasiwarekodi wakiwa wanahojiwa au mashahidi. Sijui na mpango gani nao.
Maana bi tuulize kwa zamana hatuna imani nao. Hasa wana mpango gani na hao mashahidi kukataza waandishi wa habari wasiwahoji, wahojiwe faragha? Faragha gani? Kuna maana gani ya tume huru? Tume huru ina maana gani mpaka wahojiwe faragha huko? Hivi nyinyi viongozi mnajisikiaje mkikaa mezani mkiwa mnakula dina pamoja nyinyi na familia zenu na watoto wenu, ili hali kuna familia za watoto wa wenzenu mmezidumbukiza mochwari zikiwa bado zina hema? Hivi mnajisikiaje? Hivi mnapataje usingizi nyinyi? Watoto wenzenu mnapeka mochwari bado wazima kwa sababu tu ya madaraka kweli? Watanzania hata kama hatuandamani barabarani, kitu tutakuwa tuandamane kwa vitendo. Hawa si watu wa kuwapo ushirikiano hata kidogo. Hivi ni kwa nini bado still watu wanaona kama maisha ambayo kwa kawaida? Jamani, haya maisha sio kawaida. Kwa sababu gani unaona kawaida? Kwa sababu hajakukuta wewe, na hata kama hajakukuta wewe basi jirani yako ndio amemkuta, na hata kama sio jirani yako basi Mtanganyika mwenzako ndio amemfika, ambaye ukipatwa na shida unakimbilia mtandaoni kwenda kuomba msaada. Huo msaada unaopata unajua unatokea kwa wangapi? Je, na hao waliokufa wote na maana hawajaje kutoa msaada hata siku moja kwa nyinyi ambao mnaoumwa tena, mpaka wasanii mbwa hao ndio wakubwa wanakimbilia mtandaoni kuja kuomba msaada. Watu wanachangia pesa. Lakini leo hii watu wameshasahau, baadhi yao wameshasahau, naona maisha yamesharudi kwa kawaida. Kwanza ni kufanywa vitendo vya kinyama kama hivyo. Hebu tubadilikeni jamani. Tunaoje maisha yarudi kwa kawaida kwa hawa watu ambao wametufanyia vitendo vya kinyama. Leo hii hata atoke Samia aseme mimi nimetoka, aseme mimi nimejiuzulu, bado hakuna kitu tutakuwa tumefanya kama hatujapata katiba mpya. Katiba mpya ndio muongozo wa kila kitu katika taifa letu. Katiba ambayo iliachwa na Mwalimu Nyerere, hii ni katiba ambayo inawaruhusu CCM na serikali kwa ujumla kufanya lolote wanaloweza kulifanya. Na kibaya zaidi, hata hii katiba mbovu ambayo iliachwa na Mwalimu hawaifuati. Mnamuona Samia leo anaamua, yani akitaka kuua watu anaamuru tu jeshi, nendeni mkaue. Yani jeshi linafanya chochote, jeshi la polisi. Yani Samia leo hii yupo hapo madarakani kwa sababu jeshi la polisi linamlinda yeye. Lakini leo hii katiba mpya ikawekwa, Samia hatakuwepo tena madarakani, kwa sababu tukipata katiba mpya, na katiba mpya ilishakuwa tayari, rasimu tunayo ile ya Warioba. Samia haitaki kwa sababu kama akiruhusu ile, bunge litakuwa na mamlaka ya kumuondoa, kwa sababu kikatiba sisi wananchi ndio waajiri wa rais. Yani sisi ndio waamuzi wa nini kifanyike, rais gani tunamtaka, nani aondoke, nani awepo, sisi wa Tanzania. Lakini kwa sababu katiba walipotengeneza wao, walijiangalia wao. Yani CCM ilitutengenezea mfumo wa kutubana kwamba sisi tuwe wadogo, nchi iwe kubwa, na rais awe mkubwa sana. Lakini kiukweli ni kwamba wananchi wana mamlaka. Lakini sasa tumetengenezewa kizazi cha hofu sana. Katiba ina vitu vya hovyo. Kama umeshawahi kusoma katiba ukaelewa vipengele muhimu, ina mambo ya hovyo. Haya yote anayofanya Samia leo ni matokeo ya katiba mbovu. Nataka niwaambie leo hii hauwezi ukaenda mahakamani ukapata haki, hauwezi ukaenda polisi ukapata haki, hauwezi ukaenda hata hospitali ukapata haki, hauwezi ukafanya chochote kwa sababu rais hajatambua wajibu wake, hajaishi kwenye misingi. That's why mtu anafanya anavyotaka sasa hivi. Yani watu wanaamua, wanajiamlia kwenye nchi. Askari anajiamlia tu kwamba mimi leo naenda kumkamata Cecilia, naenda kumweka kituoni. Basi tu misifa ya kipumbavu. Kwa hiyo hata kama Samia atatoka leo, tutamweka mwingine, bado atatusumbua, kwa sababu katiba ndiyo kitu ambacho tunakipigania sasa hivi wa Tanzania.
Kitendo tu cha kutupatia katiba mpya, Samia angekuwa ni mtu mwenye heshima zake, tungesha sahau hata kama ametuibia mabilions ya pesa, matilioni. Samia ametuibia sana Watanzania, ametudhurumu katika vingi, lakini bado tusingejali. Kama tungepata katiba mpya, hawa kina Mulilo wasingesimama na kutuvimbia kiboya boya namna hii wanavyotuvimbia. Katiba imempa rais mamlaka makubwa. Rais ana mamlaka makubwa sana. Imagine nchi inawezaje kuwa salama kama mkuu wa usalama mwenyewe ndio shoga yake rais? Yaani rais ndo anamteua, yeye anaamua nimpe nani. Hatuwezi kuwa salama nchi. Ina maana Samia leo hii anaamua nichukue jeshi lije Tanzania lije liue raia, kwa sababu mkuu wa usalama anamudu. Uchaguzi unakuwaje huru kama mkurugenzi wa Tume ya Taifa ya Uchaguzi ni yeye ndio amemweka? Na kibaya zaidi, Tanzania tuna viongozi ambao wana spirit ya kujipendekeza, spirit ya kutaka kuonekana kwa mtawala. Tunaumizwa sana na hii hali ya kuongozwa, badala ya kuwa na kiongozi tunakuwa na mtawala ambaye yeye anatuweka kwenye mkono wake. Tembeleeni wizara zote, tembeleeni taasisi zote za serikali hii, wanafanya wanavyotaka kwa sababu tu ni machawa wa Rais Samia, rais wao. Sisi hatumtambui Samia kama rais ndani ya nchi yetu kwa sababu hatukumpigia kura. Vituo vya kura walichukua wanaambiwa. Mimi nina ndugu zangu jamani ambao wamesimamia uchaguzi na marafiki zangu, na hawezi kuwa marafiki zangu tena kwa sababu ni washenzi. Siwezi kuwa na ndugu ambao wamesababisha watu kuumia, watu kulia, watu kuingia kwenye mateso makubwa, ambao wao walisimamia uchaguzi na wakawa wanawaambia wewe kura 500, wewe kura 600, wewe kura 500. Hakikisha Samia anapata 500, anapata ngapi. Watu ambao wana uchu wa madaraka, watu ambao kwa sababu ya kitu kidogo tu wanapindisha haki. Watu mliosimamia uchaguzi pia mlituumiza. Ashukuriwe Mungu kwamba mmesimamia na bado mmeuawa, watoto wenu wameumia. Kwa sababu muovu anapoamua kutenda lake wakati mwingine achagui. Ananiambia ndugu yangu, si bora tu nisiwe na ndugu? Umesababisha kwa 90% wewe. Leo hii tumeingia kwenye mateso. Inatusaidia nini ukisema leo? Ni lazima tujitafakari kwamba tupo wapi, tunaelekea wapi, na watoto wetu tutawaacha wapi. Ni lazima tujitafakari. Tumepata bahati mbaya sana Tanzania, tukaachiwa rais wa hovyo kuliko marais wote kuwahi kutokea duniani. Hakuna dunia hii rais wa hovyo kama huyu rais bandia wa kwetu Tanzania, Samia Suluhu Hassan. Ni rais wa hovyo, rais ambaye ana uwezo mdogo mno wa kufikiri, rais ambaye hata hajui afanye nini. Amepewa kitu ambacho alishindwa kuhimili. Busara alitakiwa achie. Amebaki kuwa mwizi, anajineemesha yeye na familia yake pamoja na wale wanaomlinda. Askari wetu walivyokosa uzalendo, wameingia mazima kwenye kumsaidia huyu mama aendelee kututawala kimabavu. Wamekubali kutuweka kama mateka kwa malipo ya shilingi 300,000, 200,000, 50,000. Na hawastuki wala hawajisikii vibaya, wanaona wako sawa. Samia, sisi tumekukataa, na kwa kuwa tumekukataa, hautopata amani ndani ya hii Tanganyika, hautopata kujisikia hata kusimama kutuhutubia. Rais gani ndani ya siku 100 haujawahi hata kuhutubia wananchi wako? Unajificha tu, mara uko Ikulu, mara uko wapi, mara uko kwenye kaukumbi. Na sisi tumekuahidi
Siku ukitaka kusimama nje, sijui kwenye uwanja wowote, jaza polisi wa kutosha. Hakikisha kwamba hao watu wako ambao wanakulinda wanakuwepo wa kutosha hilo eneo. Mwaga askari wote nchi nzima kwenye hilo eneo, kwa sababu tutakusurprise. Watanzania tumeshaamka, hakuna namna mtafanya. Hatuwezi kurudi before Moi 29. Ndugu zetu mliowaua tunahitaji miili yao, tuwazike kwa heshima mashujaa wetu. Nenda YouTube, andika Hayavumiliki, wimbo wa ukombozi uko tayari, ulioimbwa na mimi Cecilia. Ninawapenda guys. Watanzania tusijaribu kabisa kukata tamaa wala kurudi nyuma. Angalieni nchi nyingi wamepambana. Waulizeni jirani zetu wa Kenya, wamepata katiba kwa muda gani? Usiogope. Tunaposema tuingie barabarani, usiogope. Hakuna mtu yeyote ataua mtu safari hii. Tupambani kwa ubaya, tuandamani kwa ubaya. Msikate tamaa wa Tanzania. Tazameni watu tumejitoa kwa ajili ya nchi yetu. Sio kwamba mimi ninapambana kwa ajili ya familia yangu ipate msaada. Sipambani familia yangu, naipambania nchi yangu. Natamani kila Mtanzania ajitambue sasa. Tunaposema hakuna kitu kitakachosaidia kumtoa Samia madarakani kama maandamano. Na tunaposema maandamano, tutieni moyo sisi ambao tumesimama mstari wa mbele kwa ajili ya nchi. Tutieni moyo sisi ambao tumeyatoa maisha yetu kwa ajili ya nchi. Tunaposema tutoke. Irani wamekufa. Na sio kwamba ni maandamano yao ya kwanza ndio wamepata msaada, wamekufa na wenyewe. Nepal, Madagascar, watu wamepambania nchi zao. Ndugu zetu wa Kenya walikufa. Sio mara moja. Wamekuja kupata katiba mpya katika wakati ambao wamechoka sana. Lakini leo hii katiba inawalinda. Inawalinda katiba yao. Ndugu wetu Tundu Lissu wanateseka gerezani bila hatia. Laiti tungepata katiba mpya, singeteseka kule. Kenya leo, mfungwa anapokuwa gerezani ana haki zake zote za msingi. Tundu Lissu sasa hivi alikuwa ni mtu wa kuulizwa, leo unakula nini? Na ana siku zake za faragha, na mkewe anamtembelea. Anakaa mahali pazuri. Kenya wamefika hapo. Mfungwa wa kisiasa hawi mtumwa kama Samia anavyomtesa Tundu Lissu. Tuungeni mkono. Hatufanyi haya kwa ajili ya familia zetu. Imagine, nimeacha biashara zangu, wamenitoa kwenye biashara. Wamehakikisha ninakosa amani ndani ya nchi yangu kwa sababu tu naisemea Tanzania. Nimekoswa kuuawa si chini ya mara 2. Natamani Watanzania muelewe ni kitu gani tunamaanisha. Huenda sio rahisi kama tunavyofikiria, lakini tutafanikiwa. Leo hii kila mmoja akitoka ndani ya nyumba, tukafanya maandamano makubwa, nchi tutaikomboa. Cecilia peke yake hawezi kuikomboa nchi, wala Mange, Dangu, wanaharakati wengine hawezi. Ndio maana siku zote mmeona tunakuwa tunapiga kelele, lakini tunataka Watanzania wajitambue. Mkipata matatizo mnakuja inbox mnajazana, da sisi tusemee. Na nimekuwa nikisema kwenye mengi sana. Lakini mjue kwamba ninaposema maisha yangu nayasogeza zaidi kwenye kifo. Ninapoendelea kuongea ni kwamba ninajisogeza. Sasa hivi nafuatiliwa kupita maelezo. Kila kona ambayo wanahisi nipo, wananifuatilia. Lengo sio kusema na mimi, lengo sio lolote wala kunipa zawadi. Lengo ni kuniua. Still ninaongea kuhusu Tanzania. Kitu kikubwa ambacho mnaweza kukifanya sasa hivi
ni kuhakikisha kwamba tunatoka tutangazapo maandamano, Watanzania wote. Adui wetu ni wengi. Askari polisi wote ni maadui zetu, wanaua ndugu zetu kila kukicha. Hatuna serikali, lazima Watanzania mjue. Ndio maana mateso yamekuwa zaidi ya mwanzo. Hatuna serikali. Natamani kila Mtanzania ajitambue. Haya mateso unayoyapata, mama mjamzito, unakwenda unalala chini maskini na tumbo lako, unajifungua mtoto kwa mateso. Wanasema bure, lakini sasa hivi wanataja a lot of money na bado utatukanwa na mpaka ukome. Wamama wanapoteza watoto wao kwa uzembe wa madaktari. Tunahitaji kulikomboa taifa letu ili tubakie nalo sisi. Taifa letu ambalo limetekwa na hao maharamia CCM, ambao kwao kuua ni kitu kidogo. Tumepoteza wapendwa wetu wengi. Damu zao zifanyike ukombozi kwa nchi. Tusikubali kurudi nyuma. Kama wao walitoa uhai, leo hii wakaamka wakagundua kwamba bado tuko kwenye mateka, watajisikia vibaya sana. Tumepitia mateso mengi. Mimi ndugu yenu kwenye maandamano nilikosokoswa kuuawa. Ndani ya siku 2 nimepitia mateso makali na nimeshuhudia ndugu zangu watu wakiuawa. Wale ndugu zetu wote ambao tulikuwa nao, nimeshuhudia kwa macho yangu. Lazima mimi na wewe tukubali. Lazima kila Mtanzania atambue kwamba yeye ndiye mwenye jukumu la kuikomboa nchi, na sio mtu mwingine yeyote. Mimi na wewe ndo tunaoteseka, ndo tunaoumia. Tuikomboe hii nchi. Najisikia vibaya sana ninapoona Watanzania wachache anapewa 10,000, anapewa 20,000, anajaziwa mafuta kwenye pikipiki yake na anamsapoti Samia, anamsapoti muuaji, anamsapoti mtu ambaye hana uchungu kabisa na Mtanganyika, mtu ambaye ametuletea shida. Hospitalini hakuna dawa, watu wanakufa. Mashine zenyewe hizo ambazo ni za kupumulia hakuna. Vipimo vya maana vikubwa havipo. Wanatengeneza macontrol number fake, wanaibia Watanzania. Kwa nini mimi na wewe tusiamke tulikomboe taifa letu? Kwa nini? Kwa nini tusiamke tulikomboe taifa letu? Kila mmoja awe na mzigo kwamba Tanzania ni yangu na ninapaswa kuikomboa. Mungu awalinde. Tembea na hili kwamba wewe ndiye wa kuikomboa hii nchi. Anaandika Mheshimiwa Tundu Lissu. Edwin Mtei, mjenzi wa nchi, kiongozi wa mfano. Mheshimiwa Freeman Aikaeli Mbowe na wanafamilia wa marehemu Edwin Mtei, viongozi, wanachama na wafuasi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, ndugu wananchi, waombolezaji, mabibi na mabwana. Nimepokea taarifa za kifo cha mwenyekiti mwanzilishi na mwasisi wa chama chetu marehemu Edwin Isaac Mbiliwen Mtei kwa masikitiko makubwa. Katika hili nafikiri sitakosea nikisema kwamba siko peke yangu. Hata hivyo, naombeni mniruhusu niwape pole nyingi watoto, wajukuu, ndugu wa familia na marehemu wa mzee Mtei. Salamu hizi za rambirambi zinawahusu pia viongozi, wanachama na wafuasi wote wa Chadema popote walipo katika nchi yetu na nje ya nchi. Aidha, mzee Mtei alisimama katika mstari wa mbele kabisa katika harakati za ujenzi wa nchi yetu. Kwa sababu hiyo, salamu hizi wafikie pia wananchi wote wa Tanzania katika ujumla wao. Maandiko matakatifu yanatufundisha katika Zaburi ya 90 mstari wa 10 kwamba miaka ya kuishi ni 70 au ukiwa mwenye afya 80. Mwenyezi Mungu alimbariki marehemu mzee Mtei kwa kumpa zaidi ya miaka 24 katika gawio lake la kawila la miaka ya hapa duniani na alimzidishia miaka 14 katika nyongeza yake ya miaka 10 kwa wenye afya. W.B. Dubious, kiongozi wa harakati za ukombozi wa Afrika duniani, aliandika katika kusherehekea miaka 90 ya kuzaliwa kwake kwamba kama kuishi hakukupi thamani, busara na maana ya maisha, basi hakuna sababu yoyote ya kuishi. Miaka 94 ya maisha ya marehemu mzee Mtei yalitupa thamani kubwa, yalijaa busara tele na yalikuwa na maana kubwa.
Naomba nikope maneno ya Amir bin Sud au kwa jina lake maarufu Andanenga, mtenzi na mshairi maarufu wa Kiswahili, pale aliposema, Mzee Mtei alisheheni sifa nyingi sana, njema zisizo idadi, za marefu na mapana, hazipimiki kwa yadi, iliyobaki sisi kushindana. Dua tuombe wadudi, ampokee baba yetu kwa fukisho la ubani, udi na uvumba. Ndugu waombolezaji, marehemu Mzee Mtei alikuwa mmojawapo wa wajenzi wakuu wa misingi mikuu ya kiuchumi ya nchi yetu, hasa katika miongo miwili ya mwanzo wa uhuru. Alikuwa mmojawapo wa wasomi mahiri wa kwanza katika fani ya uchumi wa mara baada ya uhuru. Kwa sababu ya umahiri wake, haikuwa ajabu kwamba pale wakuu wa nchi za Afrika Mashariki walipoamua kuvunja iliyokuwa bodi ya sarafu ya Afrika Mashariki na kila nchi kuanzisha benki kuu yake, Edwin Mtei aliteuliwa kuwa gavana mteule, hata kabla ya benki kuu yenyewe haijaanzishwa rasmi. Kwa hivyo, kwa vyovyote vile itakavyokuwa, jina la Edward Isaac Mbiliyehu Mtei litahusishwa milele na Benki Kuu ya Tanzania. Jina na saini yake yalikuwa kwenye noti za kwanza kabisa kutolewa na Benki Kuu ya Tanzania kati ya mwaka 1966 na mwaka 1974. Na kati ya mwaka 1978 na 1981 alikuwa waziri wa fedha wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa nafasi yake ya gavana wa Benki Kuu na baadaye waziri wa fedha, Mzee Mtei alikuwa mmoja wa washiriki wakuu katika kutunga na kutekeleza sera za kiuchumi za serikali ya Mwalimu Nyerere. Historia halisi ya nchi yetu haiwezi kumtenganisha Mzee Mtei na Azimio la Arusha lililopelekea utaifishaji wa mali za makampuni na mashirika binafsi na kuanzishwa kwa mfumo wa serikali hodani, njia zote muhimu za uchumi, yote yakifanywa kwa jina la ujamaa na kujitegemea. Na wala historia ya kweli ya nchi yetu haiwezi kumtenganisha Mzee Mtei na kushindwa kwa sera hizo kuanzia miaka ya mwisho ya 70. Alikuwa jikoni wakati sera hizo zinaandaliwa na alikuwa mmoja wa wapishi. Heshima yake kuu na mchango wake kuhusu suala hili ambalo historia ya nchi yetu itauenzi milele ni huu: Mzee Mtei hakunyamaza mara alipogundua kwamba sera za kiuchumi za serikali yake, sera alizoshiriki kuzitunga na kuzisimamia, hazitekelezeki tena. Mzee Mtei alimkabili Mwalimu na kumweleza ukweli wake kwamba sera za kiuchumi za Azimio la Arusha zilikuwa zimeshindikana kutekelezwa. Mzee Mtei alikuwa na ujasiri wa kumweleza Mwalimu kwa heshima zote kwamba fikra zake za kiuchumi zilikuwa zimefeli, hazikupaswa kuendelea kudumishwa. Kwa ujasiri huo, marehemu Mzee Mtei aliwajibika kwa kujiuzulu nafasi pale Mwalimu alipomkatalia ushauri wake huo. Alikuwa na uadilifu wa kuona kwamba haikuwa sahihi kwake kuendelea kutumikia nchi yetu katika masuala ambayo msimamo wake ulikuwa tofauti na msimamo wa kiongozi mkuu wa serikali yake. Leo hii, kwa jinsi ambavyo uchawa kwa serikali umekuwa ni donda ndogo na umekithiri katika ngazi zote za utumishi wa umma na hata katika sekta binafsi, tunaweza kupima kwa kiwango cha juu cha ujasiri wa Mzee Mtei na uzalendo wake kwa nchi yetu. Itoshe tu kusema kama nyongeza kwamba yale yote ambayo Mzee Mtei aliyapendekeza kwa Mwalimu na yakakataliwa, yalikubaliwa na kuanza kutekelezwa miaka miwili tu baada ya Mzee Mtei kulazimika kujiuzulu nafasi yake ya waziri wa fedha. Kwa maneno mengine, ukweli wa msimamo wake ulithibitishwa kwa vitendo, licha ya yeye mwenyewe kulazimika kuwa nje ya serikali. Kwangu mimi hii ndiyo thamani na maana kubwa ya maisha marefu ya Mzee Edwin Mtei. Ndugu waombolezaji, Mzee Edwin Mtei alikuwa mjenzi wa demokrasia ya vyama vingi katika nchi yetu. Na kwenye hili, kama ilivyokuwa hulka yake, aliongoza kwa mfano na kwa vitendo. Alikuwa mmoja wa waasisi na mwenyekiti mwanzilishi wa Chadema. Leo hii Chadema ndiyo chama kikuu cha siasa katika nchi yetu, sio CCM, kwa sababu CCM ni chama dola, sio chama cha siasa kinachoishi kwa ridhaa na mapenzi ya wananchi na wanachama wake.
Chadema, chama cha Edwin Isaac Mbilewi Mtei, kimeishi kwa ridhaa na mapenzi ya mamilioni ya Watanzania kwa sababu Mzee Mtei alitufundisha kuwa utumishi wa kisiasa sio biashara au mahali pa kujipatia fedha au vyeo, bali ni huduma na utumishi kwa wananchi. Kama mwenyekiti mwanzilishi, Mzee Mtei hakuwahi kupokea mshahara au posho yoyote kutoka kwa chama. Hakuwahi kupatiwa gari au usafiri wa chama, na wala hakuwahi kuwa diwani au mbunge wa Chadema. Hakuwahi kutumia uongozi wake wa chama kujinufaisha yeye binafsi au watoto wake au ndugu na marafiki zake. Kwa Edwin Mtei, uongozi ulikuwa ni dhamana, sio fursa. Alitumia muda wake na mali zake na nguvu zake kukijenga chama na kuwatumikia wanachama na wananchi wake. Na hii ndiyo thamani nyingine kubwa na maana muhimu ya maisha marefu ya Mzee Edwin Mtei. Thamani hii na maana hii ya maisha yake imejidhihirisha wazi katika miaka 10 ambapo chama chetu, viongozi wake, wanachama na wafuasi wake wamepitishwa katika bonde la uvuli wa mauti mara kwa mara. Tumeumizwa sana, lakini tumeimarishwa sana pia, kwa sababu ya mfano wa utumishi wa kujitolea aliyotuwekea Mzee Edwin Mtei, na kwa mfano huu tutashinda. Ndugu waombolezaji, Mzee Edwin Mtei ametuachia urithi mwingine wenye thamani na maana kubwa kwa chama chetu na nchi yetu. Alitumikia chama chetu kama mwenyekiti wake kwa kipindi kimoja tu cha miaka 5. Ilipofika mwaka 1998 akiwa na umri wa miaka 66, Mzee Mtei aliamua kustaafu uongozi wa chama ili, kwa maneno yake mwenyewe, kupisha damu changa, kuchukua uongozi wa chama. Kama angetaka angeweza kuendelea kuongoza chama kwa kipindi kingine kimoja au hata viwili. Lakini kwa Edwin Mtei, uongozi wa chama ulikuwa ni dhamana, sio fursa ya kung'ang'ania madaraka. Na kwa sababu ya mfano huo, Chadema imekuwa na itaendelea kuwa chama chenye kubeba matumaini na ndoto za mamilioni ya wananchi wetu ya kujenga nchi yenye kujali haki, uhuru na utu na maendeleo ya kweli ya watu wetu. Ndugu waombolezaji, mambo ya kusema juu ya mzee wetu huyu ni mengi na mazuri, hatutaweza kuyamaliza yote kwa muda mfupi tulionao leo. Naomba nimalizie salamu zangu hizi kwa jambo moja ninaloamini ni muhimu kwa nchi yetu. Jambo hili linatudhihirishia aina ya kiongozi ambaye Edwin Mtei alikuwa, na thamani na maana ya maisha yake marefu. Kwa muda mrefu wa miaka ya uhuru, viongozi wetu wa kisiasa hawakujenga utamaduni wa kuandika na kuchapisha vitabu na maandiko yanayohusu historia za maisha na nyakati zao, historia za maisha yao na nyakati zao baada ya kuondoka madarakani. Mwalimu Nyerere na rika lake lote la kwanza la uhuru waliondoka bila kutuachia simulizi za maisha na nyakati zao na changamoto walizokabiliana nazo kutoka kwenye midomo na kalamu zao wenyewe. Hatuna autobiography au memoir za Mwalimu au Rashid Mfaume Kawawa au za kiongozi mwingine wa rika lao. Kwa sababu ya umbo hili katika kumbukumbu zetu za pamoja, ufahamu wetu kama viongozi wa nchi kuhusu historia yetu wenyewe na kuhusu matukio muhimu ya historia hiyo ni ndogo na wakati mwingine haupo kabisa. Mzee Edwin Isaac Mbilewi Mtei alitupatia mfano wa namna ya kuondokana na upofu huu wa kujitakia. Mwaka 2009 akiwa na umri wa miaka 77, Mzee Mtei alichapisha From Growth to Government, katika Mchungambuzi hadi Gavana, historia ya maisha na nyakati zake. Kwa sababu ya autobiography hii, tumeweza kufahamu mambo mengi kuhusu nchi yetu ambayo pengine tusingeyafahamu. Tumeweza kufahamu kwa mfano jinsi sera za ujamaa na kujitegemea zilivyoipelekea nchi yetu kwenye lindi kubwa la matatizo ya kiuchumi. Tumeweza kufahamu angalau jinsi ambavyo kiongozi mmoja mwenye ujasiri na mwadilifu alivyosimama na kumwambia Mwalimu Nyerere ukweli wa hali yetu halisi na jinsi alivyowajibika kwa sababu ya kusimamia ukweli huo. Kwa sababu ya mfano alionyesha Mzee Mtei, viongozi wetu wengi nao walipata ujasiri wa kuandika na kuchapisha kumbukumbu za maisha yao na nyakati zao. Mwaka 2019, marehemu Rais Benjamin William Mkapa alichapisha My Life, My Purpose.
Maisha yangu kusudio langu, ambacho kwa kiasi kikubwa ni utetezi wake wa miaka 10 ya urais wake. Kwa kitabu hicho, marehemu Mzee Mkapa naye alituachia maelezo yake binafsi juu ya changamoto alizokumbana nazo katika maisha yake na alivyokabiliana nazo. Pengine kiongozi aliyetupatia kumbukumbu bora zaidi ya maisha ya utumishi wa umma na uongozi wa kisasa ni Mzee Ruksa, marehemu Rais Ali Hassan Mwinyi, ambaye kitabu chake chenye kichwa hicho kilichapishwa mwaka 2022. Kitabu hicho kina hazina kubwa ya taarifa za matukio mbalimbali ya utawala wa Mwalimu Nyerere na ya utawala wa Rais Mwinyi mwenyewe. Tunamshukuru Mzee Mtei kwa kuwa mwasisi wa utamaduni huu mpya wa kisiasa katika nchi yetu. Ndugu waombolezaji, sasa naomba kumalizia salamu zangu hizi. Edwin Isaac Mbiliweli Mtei aliishi maisha marefu na yenye thamani, maana na mafundisho mengi kwetu. Hatupaswi kuomboleza kifo chake, tunapaswa kusherehekea maisha yake marefu. Hatumdai chochote, alikwisha lipa madeni yake yote kwetu na kwa nchi yake na riba juu. Alivipiga vita vilivyo vizuri, alilinda imani yake na sasa mwendo wake ameumaliza. Basi tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa maisha mema na marefu, kwa malezi bora aliyotupatia, kwa utumishi uliotukuka na uadilifu wa Edwin Isaac Mbiliweli Mtei. Na sisi sote ambao maisha yetu yaliguswa na kufadhiliwa na baba yetu huyo, tuungane katika dua hii. Mwenyezi Mungu, muumba wa mbingu na nchi, mapenzi yako yametimia, uyasemee makosa ya baba yetu huyu, umwangazie nuru ya uso wako, uiweke roho yake mahali pema peponi. Amina. Na ushukuru kwa uvumilivu wenu, na Mwenyezi Mungu awape nguvu na faraja katika kipindi hiki kigumu. Imeandikwa na Tundu Antipas Lissu, Gereza Kuu la Ukonga, Dar es Salaam, Januari 2026.